نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والنار. أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تعالى في كتابه: إن للمتقين مفازا. بعدكم شرع الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلى السلام zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza na kuhusieni pasina kusahau nafsi yangu juu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lianna almuttaqina humul faizuna fi dunya wal akhirah, kwa sababu wacha Mungu ndio ambao wamefuzu duniani pamoja na kesho akhira. Ikhwatal iman, al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya iman? Al-imanu lughatan, imani kilugha, maakhudhun min al-mada, imechukuliwa katika mada ya herufi tatu ambayo ni hamza, mim na nun. Wa hiya aslun wahidun fi lughati al-arabi, nao ni asili moja katika lugha ya Kiarabu. Yadullu ala shay'ain mutakaribaini, yenye kufahamisha vitu viwili vyenye kukaribiana kimaana. Kwa maana iman al-amana, ina maana ya amana kilugha, allati hiya dhiddu al-khiyana, ambayo amana ni kinyume cha khiyana. Wa maanaha sukunu alqalbi wa tumaninatuh, maana yake ni kutulizana moyo na kutulia. Wa tasdiqu, na kusadikisha. Alladhi huwa dhiddu altakdhibi, ambapo ni kinyume na kukadhibisha. Wal hamzatu fi awwalihi amana, na hamza mwanzo wa tamko amana, tufidu dukhula fi shay, ina maana ya kuingia katika kitu. Falmu'minu huwa man dakhala fil aman fa amana khawfahu
wasakana qalbuhu lisidqi yaqinihi. Manake ni kwamba falmu'minu, muumini, huwa man dakhala fil amani, ni mtu ambaye ameingia katika amani. Fa amana khawfahu, akaituliza hofu yake. Wasakana qalbuhu, na moyo wake ukatulizana. Lisidqi yaqinihi, kwa ukweli wa yaqini yake alikuwa nayo. Hii ni maana imani kilugha. Ama kiistilahi, inda ahli sunnati wal jamaa, wa qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil jinani ay al qalbi wa amalu bil arkani ay al jawarih, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil isyani au yanqusu bil ma'siyah. Imani kulingana na istilahi ya ahli sunna wal jamaa, wanasema hivi: imani huwa qaulun bil lisani, ni kusema kwa ulimi, wa i'tiqadu bil jinani, na kuitakidi kwa moyo, wa amalu bil arkani ay bil jawarihi, na kufanyia kazi kwa viungo vyako. Hiyo ndio maana imani. Yazidu bit ta'a, imani hiyo inazidi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako inaongezeka. Wa yanqusu bil ma'siyah, lakini napungua kwa kufanya maasiya. Lakini inda al-murji'ah, al-imanu la yazidu wala yanqusu, imani haizidi wala iongezeki. Kwa maana ya kwamba ukifanya maasi, imani iko pale pale, ukifanya mema, imani iko pale pale. Hiyo ni itikadi ya murji'ah, ambayo ni katika firaq, ni katika makundi ambayo ni munharifa, yamepinda, hayako sawa sawa. Lakini iman ni ile ambayo wasema kwa ulimi, waitakidi kwa moyo, kisha wadhihirisha kwa viungo vyako. Imani hii huwa inaongezeka na kuna saa huwa inapungua. Dalili hayo ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, wala ambao wameamini, walam yalbisu ay walam yakhlitu, hawakuchanganya, imanahum, imani zao, bidhulmin ay bishirkin, imani zao hawakuchanganya na shirki. Allah anasemaje? Ulaika lahumul amnu, hawa watapata amani akhera, wa hum muhtaduna, na ndio ambao wameongoka. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akatumia neno walam yalbisu. Al-libas asili yake ni nguo, ni vazi ambalo mtu ulivaa, kwa maana ya kwamba unapovaa vazi lako huwa linafunika mwili. Kwa maana hiyo, utapovaa vazi ambalo ni chafu juu ya vazi ambalo ni safi, itaonekana wewe ni mchafu. Kwa maana ya kwamba imani yako ukichanganya na shirki itakuwa ni imani ambayo haifai. Ndio maana Allah akasema walam yalbisu imanahum, kwa maana kwamba imani yao hawaikuichanganya na shirki, ambayo ndio dhulma iliyokusudiwa. Kisha Allah akasema ulaika lahumul amnu, hawatapata amani. Ulaika lahumul amnu, lahum, hiyo ni habari ya kile ambacho kimetangulizwa. Al-amnu ndio al-mubtada kilugha, kwa maana lahumul amnu kutangulizwa kwa lahum, kisha ikaja al-amnu, ina maana ya kwamba watapata amani ya kweli katika akhira. Ndio maana iman ikaja baada ya tamko lahum, lahumul amnu, watapata amani ya kweli katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapo sasa tunapata kanuni mbili za kisheria. Ya kwanza inasema al-yaqinu
la yazulu bishakki, alyaqinu, yakini haiondoki kwa shaka, kwa maana ya kwamba al-imanu billahi huwa al-yaqinu al-a'zamu al-mustaqiru fi al-qalbi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio yakini kubwa ambayo imetimia katika moyo, imetulizana katika moyo. Fa idha tara'at ala al-muslim khuturatun abiratun au wasawisu yakrahuha wala yastajibu laha, kwa maana ya kwamba ikitokea kwa Muislamu fikra ambazo ni chafu, fikra mbaya za kumzania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, zenye